Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, kuna baadhi ya tetesi ambazo bado zinaendelea kuzungumzwa mitandaoni kuhusiana na klabu ya Yanga kuhusishwa na baadhi ya wachezaji mbalimbali. Sasa na kusogezea baadhi ya tetesi ambazo Yanga wameendelea kuhusishwa nazo kuelekea kwenye dirisha kubwa la usajili. Sasa moja kati ya tetesi ambayo kwa sasa imeendelea kuzungumzwa, mtazamaji wa Ihoma Media Club, bwana, ni kuhusiana na winga hatari wa klabu ya Al Hilal kutoka kule Sudan, na huyu si mwingine ni Jean Claude Mugisha, ambaye ameendelea kuzungumzwa na vyombo mbalimbali ama mitandao mbalimbali kuhusiana na yeye kuhusishwa kutoa ndani ya klabu ya Yanga. Sasa unaambiwa mchezaji wa Al Hilal Jean Claude amesaini mkataba wa awali na klabu ya Yanga kwa ajili ya kuwatumikia msimu ujao. Jean Claude alikuwa kwenye rada za Yanga tangu kuanza kwa michuano ya klabu bingwa msimu huu, na alizidi kuwavutia viongozi wa Jangwani zaidi katika michezo miwili ya klabu bingwa msimu huu. Usajili wa Jean ni baada ya kupata taarifa kuwa mshambuliaji wa Yanga Kennedy Msonda huenda wakaachana na klabu hiyo baada ya msimu kumalizika. Kwa Jean Claude Mugisha, mmoja kati ya wachezaji ambao wanatajwa kwamba wameshakwisha kumalizana na klabu ya Yanga kwa mkataba wa awali, kwa kinachosubiriwa tu ni yeye kutambulishwa ndani ya klabu ya Yanga. Lakini wakati huo tukimzungumza Jean Claude Mugisha, bwana, tetesi kuhusiana na huyo Mugisha ni kwamba klabu ya Simba inaongoza mbio za kumwania nyota huyo wa klabu ya Al Hilal, na timu ya taifa ya Burundi Jean Claude Mugisha mwenye umri wa miaka 20. Simba wameanza mchakato rasmi wa kumwania nyota huyo licha ya kuwa na upinzani na vilabu vingine vingi vikimhitaji ndani na nje ya Afrika. Bwana, Mugisha msimu huu amehusika kwenye magoli 23 akifunga magoli 12 na kutoa pasi za magoli, yani assist 11, kwa maana amehusika kwenye magoli 23. Ni moja kati ya wachezaji ambao ni roho ya Al Hilal ya Sudan. Na ukimzungumzia Jean Claude Mugisha, hakika unazungumza kuibomoa Al Hilal ya Sudan. Kwa Yanga na Simba ni moja kati ya vilabu ambavyo macho yako kwa Jean Claude Mugisha, moja kati ya mchezaji ambaye anaweza akacheza kama winga mshambuliaji wa kushoto, ama akacheza kama kiungo mshambuliaji, ama akacheza kama mshambuliaji. Kwa hiyo ni moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa na vipao, unaweza kusema, ama wamekuwa na ubora mkubwa kwenye uwanja pindi anapokuwa uwanjani. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezaji ambaye ameendelea kutajwa na klabu ya Yanga, lakini pia Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini tetesi nyingine ndani ya klabu ya Yanga, bwana, ni kwamba kiungo fundi wa Singida Black Stars Atul Bada amesaini mkataba wa miaka 2 na Yanga Afrika. Atul Bada atajiunga na Yanga mara baada ya ligi kuu ya NBC kumalizika mwishoni mwa mwezi huu wa sita. Bwana, Atul Bada ni moja kati ya wachezaji ambao wameendelea pia kutajwa, na si mara moja kutajwa na klabu ya Yanga, na kwa sasa anaweza kawa anatajwa kuja kurithi mikoba ya Stefano Aziz Ki, kiungo mshambuliaji ambaye aliondoka ndani ya klabu ya Yanga na kujiunga ndani ya klabu ya Wydad Casablanca. Kwa hiyo Atul Bada ni moja kati ya wachezaji pia ambao amekuwa akihusishwa kujiunga na klabu ya Yanga, lakini kwa sasa tetesi zinazungumza kwamba tayari Atul Bada ameshakwisha kusaini mkataba wa miaka 2 ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo pia ni moja kati ya tetesi ambayo ipo ndani ya klabu ya Yanga kuhusiana na Atul Bada. Lakini beki wa pembeni wa TP Mazembe Ibrahim Keita, wana tetesi zinasema atasaini mkataba na Yanga Afrika baada ya kalenda ya FIFA kutamatika, na kwa sasa nyota huyo wa kulia yuko timu ya taifa ya Mauritania baada ya kuitwa kwenye kikosi cha national team. Bwana, Ibrahim Keita pia ni moja kati ya jina ambalo kwa sasa linatajwa hapa nchini. Upande wa Yanga wanalitaja sana, lakini pia kwa upande wa Wekundu wa Msimbazi Simba linatajwa sana, lakini tetesi zinazungumza kwamba atasaini mkataba wa awali, na tetesi za kwanza zilimzungumza Keita kutoa ndani ya klabu ya Yanga, lakini baada ya kuwa anazungumzwa ndani ya klabu ya Yanga zikatazwa tena tetesi za kutoa ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo ni moja pia kati ya jina ambalo lipo ndani ya klabu ya Yanga likiendelea kutajwa ndani ya klabu ya Yanga kwamba Keita ni moja kati ya wachezaji ambao wanahitajika ndani
ya klabu ya Yanga. Lakini tetesi nyingine ni kumhusu Jonathan Soa. Bwana Jonathan Soa na Tulbada wapo kwenye hatua za mwisho za kujiunga na Yanga kwa msimu ujao wa mashindano. Moja kati ya wachezaji ambao si mara ya kwanza kuwasikia wakitajwa na klabu ya Yanga ama tetesi wahusu wao kutua ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo kwa sasa Jonathan Soa moja kati ya washambuliaji bora kabisa tumeona kwenye ligi kuu soka Tanzania bara kwenye michezo michache aliyocheza. Tumeona akiwa moja kati ya wachezaji ambao mpaka sasa ana goli zake 12 kama sio 13 kama sijakosea. Kwa hiyo ni moja kati ya washambuliaji ambao wameendelea kuonyesha kiwango bora kabisa ndani ya klabu ya Singida Black Stars na kuvutiwa na klabu ya Yanga. Lakini tangu kabla hajatoa ndani ya klabu ya Singida Black Stars, ni moja kati ya wachezaji ambao walikuwa wanatajwa kutoa ndani ya klabu ya Yanga kwenye dirisha dogo la usajili, lakini baadaye alivyotua akatoa ndani ya klabu ya Singida Black Stars. Lakini haikuishia hapo, Yanga bado wameendelea kumzungumza Jonathan Soa kama mchezaji wao ambaye wanatamani kuwa naye, na ndicho ambacho kwa sasa kimeendelea pia kuzungumzwa kwamba Jonathan Soa ni moja kati ya wachezaji ambao huenda wakatua ndani ya klabu ya Yanga. Lakini tetesi nyingine ni kwamba Kaizer Chiefs wameachana na mshambuliaji wao Ranga Chivaviro baada ya kuwa na kiwango kibovu kwa msimu huu uliomalizika katika ligi kuu nchini Afrika Kusini. Bwana Ranga amecheza mechi 45, amefunga magoli 9 na ametoa assist 1, kwa amehusika kwenye magoli 10. Yanga Afrika walionyesha nia ya kumsajili mshambuliaji huyo wa klabu ya Kaizer Chiefs misimu kadhaa iliyopita, lakini hawakumchukua. Sasa unaambiwa sasa yuko huru, mlango upo wazi kwa Yanga kwenda kufanya naye mazungumzo ili aje achukue nafasi ya Mzizi ambaye anatajwa kwenda kujiunga na klabu ya Zamalek FC mwishoni mwa msimu huu. Bwana, kama unamkumbuka Ranga Chivavilo, wakati huo Kaizer Chiefs ya moto alikuwa ni mmoja kati ya washambuliaji ambao walionyesha kiwango kikubwa sana. Lakini kwa sasa unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo upepo umekuwa sio kwa Ranga Chivavilo, ambaye kocha wake mkuu ni Nasri Nabi ambaye aliwahi pia kwa kocha klabu ya Yanga. Kwa hiyo Ranga Chivavilo bwana, tetesi zinasema ama taarifa zinazungumza kwamba ameachana na klabu ya Kaizer Chiefs. Kwa hiyo kama ulikuwa unamhitaji, mlango uko wazi na Yanga wanatajwa kwa sababu walimhitaji sana. Kwa hiyo kama bado pengine wanamhitaji Ranga, yuko huru sasa, wanaweza akafanya chochote kitu kwa Ranga Chivavilo. Bwana, ni moja pia kati ya tetesi ambayo nimeona ni kujuze kuhusiana na Ranga Chivavilo, mshambuliaji hatari kabisa ambaye vigonganisha vilabu vikubwa barani Afrika vilikuwa vikimtaja Ranga Chivavilo. Lakini kwa sasa unaweza ukaona ni kwa namna gani ambapo upepo umekata kwa Ranga Chivavilo. Kwa hiyo iko hivyo, na hizo ni baadhi ya tetesi kuhusiana na klabu ya Yanga, lakini pia na kuna Msimbazi Simba. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.